niwapongeze tena tume kwa haya ambayo mmetuletea, lakini niseme kwamba tunahitaji uchambuzi wa kina na tutajipanga utekelezaji kwa maeneo matatu au vipindi vitatu vya muda mfupi sana, yale ambayo hayataki maneno mengi na mambo ambayo lazima yabadilike kwa haraka. Hayo yatakuwa muda mfupi, lakini muda wa kati na muda mrefu. Na tunaposema muda mrefu sio mpaka 2050, hapana. Mwenyekiti, kama ulivyosema, mimi napendelea kwamba ninapotoka niache hii kitu imekamilika na niwe nimejenga msingi imara wa utekelezaji wa dira yetu kule mbele tunakokwenda. Niwasihi wenzangu katika serikali, lakini pia wafanya biashara, wajasiriamali, kama alivyosema mwenyekiti, kwenye mabadiliko yoyote kuna maudhi, kuna makero, mabadiliko yanauma. Kwa muda mrefu nimesema hapa, miaka 35 nyuma tulikuwa tunakwenda na mtindo wa kodi ambao tulikuwa nao. Sasa kama ni ulemavu, inabidi kwenda kukunjua huo mkono ambao umejikunja hivi, lazima kuna maumivu. Mkono unataka kunyooshwa, maumivu yatakuwepo. Niwaombe twende na mtindo wetu ule ule wa R4 wa kujadiliana, kuvumiliana, kuwasiliana, kustahamiliana, tujenge upya nchi yetu. Niwaombe sana. Niwaombe sana. Wakati tunafanya marekebisho haya, mambo mengine yatasita, mambo mengine yatakuwa hayajafahamika vizuri, mambo mengine yatakuwa hivi, lakini tuendelee kujadiliana, tuendelee kueleweshana, tubadilike wote kwa pamoja. Serikali, wafanya biashara, wajasiriamali, taasisi za kijamii, tubadilike, tuijenge upya nchi yetu. Niwaombe sana, twende na mfumo wetu ule ule wa R4 wakati tunatekeleza haya. Tukimaliza huko mbele tutasikia raha sana. Kila mtu atatizama tu kodi yake kwenye simu yake na daiwa ngapi, unalipa. Kwa simu yako pengine hiyo, wala huna haja kwenda kumuona Yusufu Mwenda wala nani huko TRA. Huna haja kwenda kumuona. Kwa hiyo wote kwa pamoja ni wajibu wetu huu.